Ugonjwa wa kaswende limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii ya halmashauri ya mji wa Njombe. Ni Dr. Shela Myemba ambaye ni mratibu wa magonjwa ya zinaa halmashauri ya mji wa Njombe akizungumza na Ayo TV juu ya ukubwa wa ugonjwa wa kaswende na unavyoitesa halmashauri ya mji wa Njombe. Amesema wagonjwa 613 wa ndani na nje wakiwemo wajawazito 155 wamegundulika kuwa na ugonjwa wa kaswende katika kipindi cha Januari hadi Oktoba mwaka huu katika halmashauri hiyo. Kundi kubwa ambalo linaathirika na ugonjwa wa kaswende ni kuanzia umri wale ambao tayari wana uwezo wa kufanya jaribio la kufanya ngono hadi watu wazima, kwa sababu ngono haichagui kusema huyu ni umri mdogo au umri mkubwa. Ni yule tu ambaye ameshajitambua kwa anaweza kufanya tendo la ngono hilo, basi ana uwezo wa kupata maambukizi ya ugonjwa wa kaswende. Na ukubwa wa tatizo ni kwamba takwimu za mwezi Januari mpaka Oktoba inaonyesha wagonjwa nje na ndani walioathirika na ugonjwa wa kaswende ni 613 na akina mama wajawazito walioenda kuanza kliniki walikuwa ni 155. Kwa hiyo inaonyesha tatizo ni kubwa, kwa sababu ni hiyo miezi 10 tu inaonyesha data hizo. Bado hatujapata data za mwezi Novemba na Disemba. Kwa hiyo tatizo ni kubwa. Kwa tatizo hilo shida ni nini? Shida ni kwamba watu wanakufanya ngono zembe. Hawawi waaminifu. Kama ni mwanandoa basi hau muaminifu kwa mwenza wake anatoka nje ya ndoa. Na kwa wale ambao wako nje ya ndoa ina maana sio waaminifu pia, wanakuwa na wapenzi zaidi ya mmoja na hawatumii kinga, wanafanya ngono zembe, yani hawatumii kondomu. Ndio maana maambukizi yanakuwa ni makubwa. Kaswende ni ugonjwa wa ngono au ugonjwa wa zinaa ambao unasababishwa na mdudu bakteria aina ya Spirochetes ambaye anaitwa Treponema pallidum. Mdudu huyu anaeneza ugonjwa kwa njia ya kujamiana, yani kwa njia ya ngono zembe, kutoka kwa mtu aliye na ugonjwa aliyeambukizwa kaswende na kwenda kwa mtu mwingine. Ugonjwa huu unaonyesha dalili ni ndani ya siku 10 mpaka siku 14 tangu mgonjwa alipopata maambukizi, na dalili zake zimegawanyika katika hatua 3. Hatua ya kwanza, mgonjwa anaweza akawa na dalili ya kupatwa na kidonda kadogo sehemu za siri, kanaweza kaka moja au viwili pande zote maeneo ya eneo la sehemu za siri. Kidonda hicho kinakuwa hakina maumivu yoyote. Baada hapo kinaweza kikapotea chenyewe bila matibabu yoyote, na pia anaweza kapata dalili za mafua, zitapotea zenyewe bila matibabu yoyote. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hiyo ni hatua ambayo ni yenye matatizo makubwa. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja hospitali akiwa ana dalili za kuumwa, maumivu ya kichwa, homa, maumivu ya viungo, misuli, anaweza kuchanganyikiwa, wengine nywele kunyonyoka, tunaita alopecia kitaalamu. Kama ni wajawazito anaweza kuwa na dalili za kuharibikiwa mimba kila wakati, kuzaa mtoto kabla ya wakati, njiti, au kujifungua watoto ambao wamekufa. Anaweza kawa amekufa lakini anakuwa amechubuka kama mwagiwa maji ya moto. Unaweza kuzaa mtoto ambaye ni mlemavu wa viungo, au kuzaa mtoto ambaye hatua zake za ukuaji zinaenda kwa kuchelewa. Kwa hizo ni dalili, hiyo ni dalili ya pili. Dalili ya tatu, bakteria anakuwa yuko ndani ya mwili lakini haonyeshi dalili zozote. Haonyeshi dalili zozote lakini tatizo linazidi kuwa kubwa. Na hatua ya 4, hiyo ni hatua ambayo ni hatari tayari, ule ugonjwa unakuwa umeingia kwenye viungo vikubwa vya mwili kama moyo, maini na ubongo.
Kwa moyo unaweza kushindwa kufanya kazi, ubongo anaweza akachanganyikiwa, anaweza akawa anashindwa hata akafa ganzi, yani viungo vyake vikakosa nguvu, anapata ganzi kwenye viungo kama mikono, miguu. Kwa hiyo ndo athari zinazoweza zikatokea. Matibabu ya kaswende yanachukua ni wiki 3. Yani unapata dozi moja kwa wiki, yani mfululizo kwa wiki 3. Yani kwa mfano umetibiwa leo ni siku ya Jumatano, utapata hiyo ni dozi, ni sindano. Tena utarudia Jumatano ya wiki linalofuata na Jumatano ya wiki ya 3 unapokuwa umemaliza matibabu. Na itabidi ukae miezi 6 tangu ulivyomaliza dozi ya 3, afu narudia kufanya check up. Kwa sababu ile sumu ya yule mdudu inakaa ndani ya mwili wa binadamu kwa muda wa miezi 6. Ndio maana tunasema rudia kupima baada ya miezi 6. Sio umemaliza dozi unaenda kupima. Ukienda kupima utakutwa ni positive, kwa sababu sumu ya yule mdudu inakaa muda mrefu kwenye damu. Wanaotibiwa, yani wanaokuja kutibiwa, wanatibiwa bila wenza. Kwa anatibiwa na pona, anaenda tena kurudia kufanya ngono zembe na yule patina wake. Na yule patina wake naye anakuwa sio mwaminifu, naye anaenda kufanya ngono zembe hivyo kwa mtu mwingine. Hivyo hivyo. Ndio maana takwimu zinazidi kwenda juu. Wito wangu ni kwamba Wananjombe waache tabia ya uoga, aibu. Yani mara tu unapogundua una tatizo, unajihisi, ni fika hospitali. Hata kama huna mwenza, nenda katibiwe, utapata elimu. Kama wewe mwenza wako hataki labda matibabu, basi epukana naye, usiendelee kufanya ngono zembe naye. Kwa sababu kama utakuwa umetibiwa na bado unafanya ngono zembe na huyo mtu, utaendelea kupata matatizo ya kaswende. Ayo TV imepata nafasi ya kuzungumza na Baraka Alinani, ambaye ni miongoni mwa watoa huduma za afya kwa tiba asili na tiba mbadala mjini Njombe. Amefafanua namna anavyowapokea wagonjwa wenye tatizo hilo. Ni kweli wapo wengi, na katika ofisi yetu tunawapokea wengi, lakini wengi wanaogopa kufika. Kwa hapa wengi wanakuja peke yao, lakini wanapofika hapa tunawaambia waje na wenza wao, ama wakati fulani tunawapatia dawa ambazo zitaenda kuwasaidia hata wenza wao huko nyumbani. Na tatizo likizidi zaidi, huwa tuna namna nyingine ya kuwasaidia, hususan tunapiga rufaa. Tunawapa rufaa kwenda hospitali nyingine ambazo tayari tatizo wameliachilia limeenda muda mrefu sana. Hata hivyo, nimefunga safari mpaka mtaani na kupata fursa ya kukutana na mmoja wa wahudumu wa baa, kundi ambalo limekuwa katika hatari kubwa ya kupata maambukizi hayo, ambapo ameeleza namna wanavyokutana na wakati mgumu kujikinga na maradhi. Mimi nafanya kazi za baa, mhudumu tuseme actually. Hususan nazingatia sana, nikitoka na mtu nazingatia kondom. Atumie kondom ili kuepukana na magonjwa ya kaswende. Changamoto leo kutana ni kubwa. Anakuambia mimi okay, sitaki, sawa, unabishana, mwisho wa siku unaona sije ngapata magonjwa kama ukimwi, gono nini, unaona sawa, wachana naye tu, kama hata amekupa hela unamrudisha, unaondoka zako. Nyakati kama hizo unatoka na mtu anakuambia kabla yote kondom sitaki, nataka kavu, pengine unakuta sometimes za kuambia mimi kupe hela hivyo, majanga kibao, anakushikia hadi bastola, mambo kama. Hii ni ripoti ya Ayo TV na millardayo.com, na mimi ni Amiri Kilagalila.